Shuria. Halima ni Mkenya, ni mama ambaye ana watoto wawili na pia ni mama ambaye amefanya kazi kwa muda mrefu zaidi ya miaka 30. Nimekuwa nikifanya kazi, nimefanyia kazi serikali ya Kenya kwa Wizara ya Kilimo, pia nimefanya kazi kwa ma-NGO, nimefanya kazi kwa UN. Kwa hivyo nimefanya kazi kwa mahali nyingi sana, na katika ile upande ambaye nimefanya kazi ni upande ya development, maendeleo. Nimefanya kazi kwa humanitarian ama upande ya relief ya kusaidiana kupatiana chakula na vitu kadhalika. Nimefanya kazi upande ya amani na nimefanya kazi pia upande ya trauma healing. Trauma ni nini? Acha niseme tu trauma healing. Sijui kwa Kiswahili. Na nimefanya kazi kwa muda mrefu. Hii Neo Life nimeijua kutoka kwa rafiki yangu Grace Ngatia. Nilikuwa nikinunua vitu kutoka kwake. Akiwa kwa muda mrefu ananiambia, Halima tafadhali usiujiunge, na mimi namwambia sina haja nayo. Acha tu ninunue hizi vitu. Kwa hivyo kwenye products mimi si mpya, lakini kuingia ilipofika wakati ya COVID na hali ikaanza kwenda chini, kazi yangu ikaanza kupungua. Nikamuita Grace, nikamwambia Grace, hebu kuja unieleze ile vitu ulikuwa ukisema hizo vitu unauzauza. Yaani hivyo ndo nilikuwa nimeanza. Sasa ni miaka kama 3 ambaye nimeanza hii biashara, na alhamdulillah imetusaidia kifamilia. Kwa hivyo leo mimi ndo nitazungumza juu ya hii biashara ambaye sote tukiwa hapa tupo, na pia kuna wageni ambaye hawana habari ya hii biashara ambaye tunadhani ama tunatarajia watajiunga baada ya kusikiliza. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, mtanisamehe Kiswahili yangu ni mbovu kabisa, lakini nitajaribu inshallah. Na Lydia, ukiona sisikiki utanieleza. Okay, bismillah. Sasa hiyo ndio ambaye nilikuwa naambia ndio Halima. Hiyo ndio story yangu. Mimi ni director katika hii biashara na ni mkurugenzi. Hii biashara sasa ndio nini? Hii ni biashara ambayo ni mtu mwenye haja, mtu mwenye ndoto, mtu anaweza kufanya. Haijalishi mtu ana senti, hana senti, ni mzee, ni kijana, ni ya kila mtu. Mtu yoyote ambaye ana malengo ama ana ndoto anaweza. Mtu mwenye ndoto, shukran sana Wilbert, asante sana. Sasa mtu yeyote mwenye ndoto anaweza kufanya hii biashara. Kwa nini ninasema mtu mwenye ndoto? Kwa sababu ndoto ndio kitu ambayo inatufanya tunataka kufanya kitu yoyote. Kama huna ndoto, ni mtu anatembea hana macho. Unajua tunasema mtu ni kipofu kwa sababu hana macho, lakini unaweza kuwa kipofu na una macho yako kamili. Kama ni mtu ambaye huna ndoto, hujui unataka kuelekea wapi, unataka nini katika maisha, sasa itakuwa ni watu wote ambayo kwa karibu yako wanakutumia vile wanavyotaka. Halima, twende hapa, unaenda. Halima, twende upande hii, unaenda, na wewe yako hujui.
Hasa kama wewe una ndoto, una kitu ambayo inakusumbua, inakuchoma, hii biashara ni yako. Kama una kitu unataka sana, unataka kujenga nyumba, unataka watoto wako wasome vizuri, una ndoto fulani, hii biashara ni yako. Na tukizungumza juu ya biashara, tunasema biashara ni nini? Biashara huwa inakuja mara mbili. Ama unauza kitu, una product ambayo unauza, ama ni service. Service ni kama hotelini, mahoteli, hiyo ni service. Kama Uber ikikupeleka mahali, hiyo ni service. Lakini sisi tunauza, kuna vitu tunauza ambayo ni tofauti tofauti. Hizo vitu tunauza kuna aina kadhaa. Kuna za skin care ama za mwili, na ni tofauti tofauti. Nitawasha kamera kidogo. Yes. Nataka kuwaonesha hizi ni vitu tofauti tofauti za skin care. Nadhani nyote mnaziona. Kama hii hapa ni shower gel ya kuoga, shampoo. Tuko na hii ambayo ni rejuvenating cream, ni nzuri sana kwa mwili. Na hizi zingine pia ni zote za kupaka, cleansing. Hizi zote ni za mwili. Nitaonesha hii aloe vera gel. Hii aloe vera gel ni mzuri sana kwa mwili. Hasa mtu akichomeka, anaweza kuitumia akiipaka, akishaosha na apake saa hiyo hiyo. Itapona vizuri na haitawacha alama. Kuna downline yangu mmoja ambaye alitumia hii. Ana mtoto mchanga ambaye alikuwa ni kama 1.5 hivi akitembea tembea. Mama amepika githeri. Githeri mnafahamu? Githeri ni maharagwe na mahindi imechanganywa wakati umepika. Sasa katika hali ya kupakua, mtoto amekuja kaingiza mkono ndani. Mamake aliharakisha, uzuri alikuwa na hii product, aliosha na maji baridi kisha akampaka hii. Ukiona mtoto mpaka wa leo, huwezi kudhani hata hiyo mkono imeshawahi kuchomeka. Hii product ni muhimu sana. Hii ni za ngozi. Na kuna zingine nyingi. Hii ni just a few of them. Ya pili ni masabuni. Hasa masabuni tuko na vitu kama hii Super 10 ambayo ni nzuri sana kwa nyumba. Ukioshea nyumba yako madudu na nini zote hazipatikani. Na inasafisha kabisa. Inaweza hata kuosha engine ya gari yako ikadegrease kabisa. Tuko na LDC. Unaweza kuitumia kuosha mpaka vyombo, ukaoshea, ukaoga nayo, pia ukaoshea mboga zako. Tuko na Care, ni sanitizer. Hii unaweza kuitumia, inatumika, inasaidia sana, especially wanawake kiwa na UTI, hii inasaidia sana. Tuko na Super Glow, Carpet Glow ambaye tunatumia kwa carpet zetu. Tuna Fantastic. Hata kuna hii ya kuoshea gari, Wash and Wax. Tukipita hapo tuko na ya Super Grow. Super Grow tunaitumia kwa shamba. Hii utafiti ilifanywa Nairobi University hapa Kenya miaka kadhaa iliyopita, na wakaonesha ya kwamba hii Super Grow ukiitumia unaweza kuongeza mazao yako by 167%, 167%. Hii
Kuna mkulima nilimsaidia na ambaye alinunua akaitumia kwa machungwa. Baadaye aliniletea hiyo machungwa kama zawadi. Machungwa ukiona ni kubwa sana, ambayo ina maji nzuri, ina maji na ni tamu sana. Hii Super Grow, huwezi kuamini vile inaweza kusaidia wakulima. Hizi zote inaongezeka pia, ya mwisho ni za afya. Na hapo za afya ni nyingi sana, ni virutubisho ambayo tunatumia, na moja yao ambayo ninataka kuongea ni 3NN. Hii 3NN tukiangalia afya yetu huwa tunagawanya mara 3. Ukitaka uzima wa afya yako tunagawanya kwa sehemu 3. Tunagawanya kwa sehemu 3. Sehemu moja ni exercise. Inatakikana uwe unafanya, utembee, hata kama hutafanya kukimbia na kubeba vitu vizito na nini kwenda gym, at least utokwe na jasho, tembea at least 30 minutes kwa siku. Ukisha kula chakula, at least tembea hata kama ni 15 minutes, hata kama ni ndani ya nyumba. Hiyo mazoezi kidogo inachemsha damu, inaruhusu damu ifike kila mahali. Kwa sababu sasa ikitoka kwa moyo, inaitwa moyo ama ni roho? Ni moyo. Kwenye moyo, hizo mzizi zinakuanga pana. Hasa zinaendelea kuwa nyembamba ikifika hapa kwa ngozi yako. Sasa kama tumekaa sana, haifiki hapo. Unajua hufanyi mazoezi, wakati ukitembea kidogo tu, hata less than kilomita 1, unaanza kusikia mwili unasikia kuna mwili. Inaonyesha sasa damu inaanza kufika hapo ambayo unasikia unajikuna. So hiyo ni muhimu sana. Ya pili ambayo ni muhimu ni kupumzika. Na tukisema kupumzika ni kulala. Mwenyezi Mungu ametuumba, ametutengezea usiku na mchana. Mchana tufanye kazi zetu na usiku tupumzike. At least tulale masaa 6 hadi 8. Na tukisema unalala, si ya kuwa kwa kitanda na kuchukua hii simu ambayo imetudanganya sote. Mtu anakuwa na mke na mumewe wako kitandani, kila mtu amegeuka upande yao, wameweka simu chini ya blanketi wanaangalia. Si hiyo ambayo hii simu ambayo imetufanya tunasahau kitu ya kufanya. Sasa inasemekana tulale, tupumzishe bongo yetu. Kwa sababu akili kama haifanyi hiyo kazi nyingi wakati uko macho, inaanza kurekebisha mwili yako. Inafanya ile repair yote. Ni vile tu gari yako unaitumia, ikifika wakati unaenda kuitengeneza, sio? Unaenda kuifanyia whatever the word is. Unaenda kubadilisha mafuta, kubadilisha vitu nyingi. Lakini sisi hatufanyi hivyo, hatuendi kufanya hivyo. Mwenyezi Mungu ametufanyia hiyo usiku. Ukilala hizo masaa 8, akili yako ama brain yako inatuma message kwa mwili mzima. Kama ulikuwa umeteguka ukaanguka mahali leo, inapeleka message huko, ianze kuponesha, ianze kupona. Sasa usipolala, haifanyi hiyo kazi. Hizo vidonda haziponi haraka. Mahali ulipoumia haifanyiki. Marekebisho ambazo zilikuwa zinatakikana kufanyika haifanyiki. Kwa hivyo kama tumbo ilikuwa inakuuma, tumbo inazidi kuharibika na vitu kama hivi. So lazima unapumzisha akili. Ya 3, kama unataka
Kufanyia service. Dorothy, asante. Gari inataka service, na sisi pia huwa akili yetu inafanya service ya mwili yetu tukilala. Ukiona watoto wanalala sana, sasa wakilala hiyo ndio inatendeka. Ndio unaona wanakuwa haraka, mwili inajirekebisha haraka, wakianguka wanapona haraka. Ni kwa sababu pia wewe unawalazimisha kulala. Sisi tunajisahau, na siku hizi hata vijana wetu tumewapatia masimu, kwa hivyo wako kwa simu, hawalali, na hizo pia inaleta shida. Ya tatu ni diet, ni chakula tunayokula. World Health Organization wametueleza njia ya kula. Wanatuambia kwa wingi tutumie chakula ambayo haijakobolewa. Kama tunatumia sima, ama iwe sima ya millet, ya wimbi, ama iwe ya ugali ya mahindi, lakini iwe mahindi ambayo haijasagwa sana kama zile za pakiti. Kwa sababu zile za pakiti huwa zimekobolewa na zimetolewa zile vitu ambayo chembe ya uhai ambayo ingekuwa inatusaidia sisi. Huwa kawaida ina mafuta ambayo ni nzuri sana, inasaidia chembe zetu za uhai ziwe smooth, iwe nyepesi, ili ile vitu tunakula, ile chakula ya nafaka tunayokula iingie kwa chembe. Kisha katika hiyo chembe metabolism ama inaanza kufanya kazi na uchafu inatoka. Sasa ikikobolewa hiyo mafuta haitakuwepo, na hiyo ndio inafanya tunaenda kwa madaktari siku hizi, kwa sababu tunakula mchele nyeupe, ugali ni hiyo nyeupe, na ngano tunayotumia ni nyeupe. Kwa hivyo tunakula machapati, sisi wa Somali, anjera, mahamri, nini, na tunajaza sukari na vile vitu. Kisha mwili inakuwa haipati ile nafaka inavyotakikana. Kwa hivyo chembe zetu zinakuwa ngumu, ni kama haijapata mafuta. Ni kama sisi tu mwili yetu tusipopaka mafuta vile tunakuwa. Ndio tukienda hata kwa daktari, anatupatia madawa, tunatumia hizo dawa siku 2, siku 3, alafu tunasema hii madawa hazinisaidii. Unarudi kwa daktari tena. Daktari anakupatia ama anakuongezea dose ama anakubadilishia nyingine ambayo ina nguvu zaidi. Unatumia kwa vile chembe zetu si nzuri, kwa hivyo haiwezi kufanya ile kazi inatakikana. Unaanza kusema huyu daktari useless, ni daktari kwako huyu, hana maana. Unaenda kwa daktari mwingine, tena mwingine. Manyumba zetu zimejaa madawa nusu. Sasa ndio hapo kampuni ilitengeza hii 3NN. Na hii 3NN ilipokuwa inatengezwa ilikuwa huko early 1960s. Waliona watu wana shida, watu wanapata uchovu, watu wanaenda kazini lakini wamechoka, watu wanaulizana off kila wakati, hawataki kukaa kazini, wamechoka na haijulikani. Na wakienda kwa hospitali hawaonekani, hakuna kitu yote inaonekana. Ni mtu tu anaumwa hapa na hapa, kila mtu anaumwa lakini hajui ni nini. Utafiti ilipofanywa wakaona ya kuwa chakula imekobolewa na haina ile nafaka inayotakikana. Na hiyo utajua siku hizi ukiweka unga ambayo umenunua hapo inakaa miaka. Zamani zama zetu sisi ulikuwa ukiweka hapo hata haikai mwezi moja, unaanza kuona hizo vidudu nyeusi zimeanza kuingia, kwa sababu zinajua ina nafaka. Lakini hata wadudu hawataki hii chakula ambayo sisi tunakula, na sisi binadamu ndo tunajiita wenye akili, lakini dudu hawakaribii hiyo chakula ambayo sisi tunataka. Zamani walikuwa ukiweka kidogo tu itabidi lazima utafute
kichungi ya kutoa hizo madudu kabla hujatumia. Sasa ndio hii 3NN imetengenezwa na nini? Ni hiyo wakati ikikobolewa, ikitolewa hizo ya mahindi, mchele na soya, zikawekwa hapo, ikatengenezwa hii 3NN. 3NN hautapata duniani pengine, inapatikana kwenye kampuni yetu tu. 3NN hii ukiitumia inatengeza mwili yako, ina repair hizo machembechembe za uhai. Kama ulikuwa huendi choo inakutengenezea, lakini lazima utumie maji, ukunywe maji, kwa sababu afya ya binadamu, maji ni kitu ya kwanza. Sisi mwili yetu ni over 75% ni maji, ni mate, ni enzymes, ni nini, ni hormones, kila kitu, damu ni maji. So usipokunywa maji, huwezi kurudisha ile maji ambayo mwili yako inahitaji. Unajua kwa sababu mtu hanwi maji, kwa sababu hata akitema mate unadhani ametema kikohozi. Hiyo inaonyesha mwili yako inahitaji maji. Maji ndio afya ya kwanza, kisha unatumia na 3NN. Ukikunywa maji inasaidia kusafisha, inatoa uchafu kwa mwili na inaanza kujenga mwili yako. 3NN. Sasa hii kampuni ambayo ninaongea leo yote ni kampuni aina gani? Kampuni yenyewe kabla sijaitaja ni biashara aina gani tunafanya. Biashara ya kawaida huwa una mtu ambaye ananunua, unatoa mahali, kisha unauziwa wewe. Hufika hapo kwako. Kama ni maziwa, hapa Kenya lita moja, utanunua lita moja kwa mkulima kwa shilingi kama 40. Lakini wakati unanunua pakiti hapa kwa kiosk ambayo iko karibu yako, utainunua kwa 140. Kwa hivyo 100 inapotea huko katikati. Kwa nani? Mabrokers, distributor, packaging, ile kuweka hiyo katika hiyo mapakiti, transportation, ile magari ambazo zinazitoa kutoka mahali moja kwenda mahali nyingine, kwa wholesaler, retailer, kila mtu inayempitia anakata senti. So kutoka shilingi 40 mpaka shilingi 140, 100 shillings inapotea hapo katikati. Hii ni senti ya Kenya ambayo ninaongea, shilingi ya Kenya. Hiyo ni biashara ya kawaida. Ukinunua kutoka China ulete vitu hapa, utalipa hizo vitu zote hapo katikati. Lakini hii biashara yetu inaitwa network marketing, yaani biashara ya mtandao. Hii inatoka directly kwenye manufacturer ama mwenye kuitengeneza kwa hiyo factory hadi kwako wewe. Unaingia ubia na hiyo kampuni direct, ambaye itakufanya wewe utakuwa ni mteja na wewe ndio distributor. Zote mbili ni wewe. Mara unakuwa distributor na mara wewe ndio mwenye kuuza, wewe ndio distributor. Na kampuni inakupatia discount, inakupunguzia by 25%, yaani 25%. Hakuna kati yako wewe na manufacturer ama hiyo factory. Hii kampuni ambayo nakuelezea inaitwa Neolife. Neolife ni kampuni iliyoanza 1958. 1958 ndio ilianzishwa. 1958 hadi sasa
2025 ni miaka 67 inaingia 68. Kwa hivyo ni kampuni ambayo imekita mizizi, si ambayo imeanza jana na kurudi. Inabidi tunafanya ubia na hii kampuni. Hii kampuni iliingia Afrika 1971 South Africa. Na hapa East Africa imeingia 96, 97. Kwa hivyo hata hapa imekaa sana. Kampuni ikikaa hivyo inaonyesha kwamba imepitia vitu nyingi, challenges nyingi kukaa mpaka muda huu. Na network marketing si rahisi sana. Makampuni zingine zimeingia zikitoka miaka 5, miaka 10 ikizidi, lakini huwa zinatoka. Sasa hii tunaingia ubia na Neolife. Lakini kumbuka biashara ni yako. Hii si biashara ya Neolife. Tuko partners na Neolife. Tunashiriki na wao. Tunashirikiana na wao. Wao wametengeza vitu ambazo zina quality kabisa, ambaye ni nzuri, ambaye ni organic, haina GMO. Kwa hivyo sisi tunachukua hizo product kwao, si bure, tunainunua. Kisha sisi tunauza na tunaendelea. Yes, ni kampuni ambaye inaangalia watu ambaye wanafanyia kazi, wanayouza hizi vitu wameingia ubia na wao, lakini biashara ni wewe, ni yako individually, kila mtu. Sasa hii biashara inatufaidi vipi? Ukishaingia ubia na hii kampuni, si kuwa sasa unaanza kuwa, mnaita nini kwa Kiswahili sijui, ni hawking. Unaanza kukimbia huku ukiuzauza. Hii ni vitu huwezi kuanza, ufungui duka kubwa ukaanza kulipa rent, ukaanza kulipa sitima, ukaanza kuweka mtu, ukaajiri mtu, ukaanza hizo vitu zote hazihitaji. Ukiingia ubia na wao, immediately utapata license yako, na hiyo license ni international. Hii Neolife inapatikana karibu nchi 55, karibu 60 sasa. Na katika hizo nchi zote wewe unaweza kwenda na unafanya kazi. Kwa hivyo ni international. Na hii license kawaida hapa ukiwa Nairobi, tukipatiwa license, mimi naishi mahali inaitwa South Sea. Nikiwa South Sea nipate license hapa, siwezi kwenda town center niendelee na biashara hapo. Unaambiwa hiyo license yake ni kando. Lakini hii yetu tukiingia ubia na Neolife, hii ni international. Ninaweza kuuza anywhere, any place. Kwanza katika nchi, nikienda Tanzania, Mtanzania kuja hapa, tunaendelea na kazi. Ukienda US, Canada, wapi, tunaendelea na kazi. Hii license inatosha. Sasa tunafanya kazi vipi? Huwa kitu ya kwanza tunasema ni tumia bidhaa. Tutumie bidhaa. Kwa nini tutumie bidhaa? Tukitumia bidhaa inatusaidia kuwa na confidence. What was confidence? Tunakuwa na confidence. Huwa tunasema tunakuwa na hiyo confidence. Umetumia, unaweza kusema nilitumia hii na nimekuwa hivi. Nimetumia 3NN na ikanisaidia, nilienda hivi nikakuwa hivi. Unazungumza na confidence ambaye hata huyo mtu mwenye kusikiza anaona kweli umeitumia. Watu si wajinga. Huwezi kumwambia
unajua hii ni 3NN, nadhani nimesikia inasaidia hivi na hivi. Nani atanunua? Hata wewe ukiambiwa hivyo utanunua? Inakupatia hiyo confidence. Wanataka uone hii product ambayo unatumia ni product nzuri. Kwa hivyo kitu ya kwanza ni utumie product. Ya pili nini? Ya pili ushirikishe hiyo bidhaa. Baada ya kutumia, tuseme hata wewe hukuitumia, ukaona mzazi wako ndiye anahitaji zaidi, mama akaitumia, alikuwa anashindwa kutoka kwa nyumba kutembea, ametumia hiyo 3NN, baada ya wiki 2 marafiki zake wakamuona sokoni. Wewe umekosekana siku hizi nini tena? Akasema msichana yangu Halima aliniletea hiyo dawa, nimesikia alhamdulillah. Na mimi pia mamangu ako hivi, mimi dadangu, mimi pia najisikia hivyo, ama nasikia hivi, fulani yako hivi. Kila mtu, hiyo kushirikisha inaleta wateja. Ukishirikisha unapata wateja, which means unapata faida ukiuza. Ya tatu, tunashirikisha biashara. Ni kama leo huyo mwenye kukualika hapa amekualika akijua kwamba akikutakia heri, anakuambia kuna biashara hapa ambayo unaweza kujisaidia. Kama ni rafiki yako, huwa tayari anajua unahitaji hii biashara, anajua shida zako, anajua kitu unatamani kufanya, anajua. So akiwa amekueleza uje usikie hii, ni mtu ambaye anakupenda na anakujali. Kwa hivyo tunashirikisha biashara ili wewe pia ujiunge. Ya tatu, kila kitu inahitaji ujue ni nini hasa. Kwa hivyo training, mafunzo, mtu anahitaji mtu hawi daktari akikaa nyumbani tu. Ndio unaweza, lakini usipoangalia hiyo YouTube kujifunza hii na nini, huwezi. Kila kitu ambayo unataka kufanya unaenda kujifunza. Udaktari unaweza kwenda miaka 7. Engineer utaenda miaka kadhaa. Hata hii ingawa ni learning on the job, unajifunza ukiendelea kuuza. Kwa sababu hizi si madawa, hizi ni virutubisho. Zimetengezwa na chakula. Ni chakula tu unakula. Kwa hivyo ni kukueleza vile ya kuitumia. Sasa kila mtu anahitaji kujifunza. Na hii mafunzo ni ya hizi vitu ambazo tunauza, hizi bidhaa. Ya pili ni kujifunza kubadilisha mindset. Wengine wetu kama mimi sasa niliwaambia ya kwamba mimi nilikuwa mfanyikazi wa serikali. Nimefanya mahali fulani. Yaani maisha yangu yote, karibu nusu ya maisha yangu nilikuwa nikijifunza tu. Nikimfanyia mtu mwingine kazi ndio nilikuwa mwajiri. Naitwaje mwajiriwa? So akili yangu haijui biashara. Sasa hii training inakusaidia kubadilisha mindset. Uanze kufikiria kama mwanabiashara. Mwanabiashara na mwajiriwa hawafikirii sawa. Sasa hizi training zinatusaidia kujifunza, kubadilisha mindset. Kuna vitabu kadhaa. Na hii kitu ambayo tukisema hii biashara yetu sasa, kualika watu, tukizungumza habari ya kualika mtu, hii 3NN tukiuza, tumezungumza habari ya kununua 3NN. Kuingia Kenya tunalipa, wakati ukiingia ubia na Neolife unalipa 9,200. 9,200, na ukinunua na box moja ya 3NN, hizi ndogo ziko na 6 ndani yake, iko na 6 ndani yake.
na hiyo ni 13,080, yani pamoja zinakuwa 22,280 if I'm not wrong. Hiyo ni Kenya. Tanzania 3NN kit ni 187,000. Halafu 6 pack ni 435,000. Sasa tukisema mtu akishajijumuisha halafu alete na watu wengine wa 6 kufanya hiyo kazi. Just angalia tu wewe binafsi, uchukue hiyo 3NN. 3NN moja hiyo ndogo ukiuza Kenya unapata faida ya shilingi 400. Ukisema utauza kopo moja ya hiyo 3NN kila siku 30 pieces ukiuza mwisho wa mwezi na faida ya shilingi 400, hiyo ni 12,000 Kenya. Hiyo ni faida tu ya hiyo peke yake ya hiyo 3NN. Na Tanzania faida ni 17,500. Kwa mwezi moja hiyo profit yake itakuwa ni nusu milioni na 525,000. Unaona, tunaangalia tu kopo moja na inafika hivyo. Naona nimeendelea sana. Ninataka nikaribishe kiongozi wetu Esther Munyi, na yeye pia atusaidie. Sasa tumemalizia hii ya sasa habari ya training, na yeye atusaidie kueleza vile story yake ya hapa. Esther Munyi, are you there? Yes, I'm around. Welcome my sister. Thank you. Nashukuru kwa nimekuwa nikisikiza hii mkutano ya leo, na Halima ametuelekeza vizuri sana na tumefurahia na tumesoma, na ile imepaki sasa ni twende tufanye biashara. Kwa majina naitwa Esther Munyi. Mimi ni mama, nimeoleka, niko na watoto na niko na wajukuu, na niko na furaha sana kwa kuwa kwa hii biashara. Nilishirikishwa kwa hii biashara kwa sababu ya Sinda ya Havya, my upline, my sponsor. Tumekuwa pamoja kutoka tuingie kidato ya kwanza tukamaliza form 4, kila mtu akaenda safari yake, tukakutana tena, na wakati tulikutana mambo yetu ilikuwa tu tulikuwa tunagawana mambo mawili. Nilikuwa nimesoma na nilikuwa nimeajiriwa, lakini nikafika mahali nikafutwa kazi. Wakati nilifutwa kazi sikuwa na kazi nyingine ya kufanya, lakini nilifungua biashara ya kuuza pombe, na hiyo biashara nilikuwa naifanya, nilikuwa pando tu nilikuwa mgonjwa, na unajua mtu akiwa mgonjwa akiwa na biashara anatumia pesa ya hospitali inaisha, halafu biashara ikafungwa. So nikiwa kwa hiyo biashara nilikutana na my upline ambaye naye pia alikuwa akifanya biashara ya kuuza unji. So tulikuwa kina mama wawili wako na biashara tofauti, lakini tulikuwa tunagawana tu shida moja ya shida ya mwili. Tulikuwa na arthritis. Yangu ilikuwa imeanza 2008, na nilijua wakati nilikuwa nimeanza kuumwa na mgongo, ninaumwa na miguu, ninaenda ninapewa dawa, ninadungwa sindano, niliendelea kutumia, na mwisho daktari akaniambia, yule alikuwa ananidunga sindano akaniambia nisiendelee kudungwa hizi sindano juu ya painkillers,
sitaleta magonjwa ya kisukari. Na hiyo imekuwa dhibitisho kwangu, hata kama sikupata hiyo ugonjwa, nimekutana na magonjwa ambao walikuwa wanadungwa hizo sindano na tayari wamepata ugonjwa ya sukari. Na wakati tulikuwa kwa hiyo mashida, apuraini wangu ndiye alikutana na hii maneno na hii funza ikiwa ya kwanza, akapata apuraini wake naye akamuelekeza. Na wakati nilienda kwake nikakuta akiwa na hizi supplement chembe chembe, akanielekeza nitumie hata mimi nianze kusikia nafuu. Na hivyo ndivyo nilifanya. Nilikuwa na kiu ya kupona juu nilikuwa nimeathirika sana na hii ugonjwa. Sasa wakati nilianza kutumia, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne nikaanza kusikia mabadiliko kwa mwili yangu, na nikamuuliza nitaendelea kupata wapi juu alikuwa amenipea kidogo. Akaniambia niingie kwa mkutano, na wakati niingia kwa mkutano nilikuwa mimi haja yangu ilikuwa nipone, lakini akaniambia nikitumia supplement nikunywe nipone na mimi nisirikishe wengine. Na hivyo ndivyo nilifanya, na nilipomwelekezwa, ukiingia wewe utumie na uelekeze wengine watumie, na bado elekeza wengine waweze kuambia wengine. Na hivyo ndivyo nilijikuta nimejoin New Life na nikaanza kutumia supplement na nikapona. Na akaniambia pia, ukipatia mwingine si ati utampea bure, utampea, utamshirikisha, umpee anunue, apate pesa, nipate pesa, na bado akijoin awe anajinunulia yeye mwenyewe, atapata pesa, nitapata pesa. Kwa hiyo nilijiingiza kwa hii biashara, nilipona, nikaacha ile biashara zote nilikuwa nafanya, hiyo ya kuuza pombe, hiyo ya kuuza, nilikuwa hata na duka ndogo ambayo ilikuwa ukinunua leo ununue chakula ingine, hiyo biashara inakuwa inaisha. So kwa hii biashara nimeona nimesaidika sana kiafya na kipesa. Nimepata pesa ya kwangu ya kwanza, nilijikuta nikiwa manager. Hiyo ndiyo kiwango ya juu ya kwanza kutoka distributor. Nikaona nikilipwa vizuri na kampuni, na mimi sikuwa natarajia hiyo juu sikuwa ninajua mtu analipwa namna gani. So nikapata pesa yangu ya kwanza, nikafurahia, nikaambiwa na apuraini yangu, endelea kushirikisha watu wengi na uendelee kuambia wengine juu ya hii habari njema ya kupona na ya kupata pesa. Na kwa kauli moja nimeenda nikipanda kiwango kutoka kiwango moja hadi kingine, nikishirikisha wengine, na saa hii mimi niko katika kiwango ya Emerald Director, nikienda Savaya Director, na hiyo ndiyo lengo langu na ndiyo ninaifanyia kazi. Kwa kupata pesa, nimepata pesa, na wakati nilikuwa siku moja niliambiwa tapu nione vile nimepata, nikaona kwa pesa Tanzania, na hiyo miaka sio, nimefanya kwa mwaka moja na miezi kadhaa, bado sijafikisha miaka 2. Nimepata kitu kama milioni 5 ya Kenya ya Tanzania, na hiyo ni kama around 350,000 ya Kenya. Na hiyo yote pesa nimeipata juu nimepata kidogo kidogo, kila mwezi ninalipwa ile kazi nimefanya, na ile kazi imefanywa na wale watu nimeshirikisha kwa hii biashara. Kwa hivyo nimefurahia sana, na kama mimi mahali nimetoka kwa ile kiwango ya chini sana ya maisha, na nimeweza kufika mahali niko, ni ile mambo yote nilikuwa nimeambiwa nitapata, nimeanza kupata. Niliambiwa watu wanapatembea, na nimeona nikitembea juu nilipelekwa mkahawa wa kifahari
Windsor Golf and Country Club. That's the best hotel in East and Central Kenya. Nikapelekwa Best Western Hotel KICC, tunaenda kila siku, na hivi karibuni tunaenda Tanzania na tunaenda Serena Hotel, hiyo ni leadership school. Kwa hivyo ninaona hii biashara kweli inapea kila mshirikisi kile anahitaji, na nimefurahia sana. Na mimi naambia wale wengine wako kwa hii biashara ama wale hawaja join kama mimi nimesema ni mama na ni mzee, si ati ni young, lakini sasa mimi nimeshirikisha mpaka watoto wangu juu nimeona ni biashara mzuri. Na ukiona kitu mzuri mama anashirikisha watoto wake, ni kumaanisha ameona ni kitu mzuri. Kwa hivyo hata wewe uko hapo haujaingia, jiunge na hii biashara, tutakushika mkono, tutakuelekeza na utafanya vizuri, utapata kile chochote unahitaji kwa hii maisha, utaipata. Juu hata mimi nimeona tu ndoto zangu zote nitatimiza kwa sababu nimepata kila kitu. Nimeshukuru sana Halima kwako, na nimeshukuru kwa kunipea na hii fursa nieleza akina mama wengine wajue wanaweza kama mimi. Asanteni, shukurani sana, na tuingie tufanye biashara. Asanteni. Asante sana Esther, nimeshukuru. Nadhani mumesikia vile Esther ametueleza stori yake, amejitoa akatueleza. Sasa hii ndio tofauti ya biashara yetu na biashara zingine. Biashara zingine upate mtu anakueleza zile vitu amepitia ni ngumu sana, lakini hapa unakutana na jamii ambayo wote wanapendana, wanasaidiana, wanatafuta na wengine wakaribisha katika familia. Hiyo haipatikani katika biashara zingine. Hii ni biashara ambayo ni karimu sana. The more uko karimu, na ndio biashara yako pia inaenda juu. Mimi wakati nilipoingia, kijana yangu alikuwa ni miaka 10 na alikuwa na asma. Ilikuwa inamshika kila wakati. Alhamdulillah tumetumia hizi na Mwenyezi Mungu amemfanyia yukawa dawa. Sasa hashikwi unless aenda akacheze. Alishikwa mwisho last year February, wakati tulikuwa na mvua kubwa, kwa sababu alienda kucheza kwenye mvua, lakini otherwise huwa hapatikani nayo. Alhamdulillah, hizi zimemsaidia sana. Hatumii hiyo inhaler, once in a while, lakini ile ambaye kila wakati tulikuwa na 1, 2, 3 kwa nyumba tukiogopa, hiyo sasa alhamdulillah hana. Mimi pia naitumia kwa sababu ya kisukari, na sukari yangu imetoka mbali, ilikuwa hata imefika 25 wakati imeteremka ikateremka. Sasa niko 6, 7 na ngoja ifike 5, kisha nitawacha madawa za hospitali. So alhamdulillah, na pia kwa pesa tumepata ndio inalipia mtoto wangu school fees. Hiyo kijana msichana ameshamaliza shule, lakini kijana hii ndio inamlipia, na tutakuwa tunaendelea. Sasa nyinyi ambayo mmekaribishwa kwa wale ambao ni madistributors, mnaona ya kwamba hii ni biashara nzuri. Kama ulikuwa hufanyi kwa makini, mkaa tena, anza upya, fikiria, kuwa na mkutano wewe na wewe, mkutano yako kando, jikalishe mahali, tengeza mipango yako, malengo zako, useme nitafanya nini mwezi huu, ninataka kuwa manager. Kama ni manager unataka kuwa good, hiyo manager inataka 500 points. Kama huna watu na ni wewe tu, gawanya kwa mwezi, kwa wiki itabidi ufanye ngapi?
na hiyo wiki ukishatizama tena uangalie kwa siku nitapata ngapi. Ni kama 25 PVs. Hiyo PVs nitaifanya vipi? Kwa hivyo ujipange na utaona kazi itaendelea vizuri. Kwa wale ambayo sasa ndio tunawakaribisha, mumesikia, fikirieni. Kama mnataka kusonga katika maisha, kama mnataka afya njema yako na ya familia, kama unataka pesa, kama unataka kusafiri dunia, kama unataka familia, si ya damu, lakini familia ambayo wanakujali, karibu katika biashara. And Grace kama anasikia, sijui kama anataka kuongezea, ama PT Zubeda kama unataka kuongezea. Viongozi, kuna mmoja anataka anaweza kutufungia tafadhali? Viongozi, I Hello. think. Yes, karibu. Samani, nina swali kidogo. Nimeona unakaribisha kufunga, nikaona ngoja ni intervene niulize. Sawa, karibu. Okay. Kuna wakati sijaelewa vizuri, kwa mfano mtu ambaye anasumbuliwa na asthma, Naam. recommended supplement ambazo anaweza akazitumia za Neolife ni kama zipi? Okay. And wewe ni distributor ndugu yangu? Wewe ni distributor? Distributor, yes. Huwa tunayo mikutano ingine ambayo tunafanya hiyo ya, kwa sababu hapa tuna wageni, huwa tuko na meetings zingine ambayo tunazungumza juu ya product, lakini hata hivyo tunaweza kutumia herbal respiratory. Hiyo ni muhimu sana. 3NN of course ni la lazima. Kisha pia salmon. Yes, Kuna wakati zingine kama unaona ana homa kali na nini, unaweza kumuongezea garlic. Okay. Naona Lydia, asante sana, pia ametuandikia. Asante Lydia.